Leo tunakuangazia katika anga la Njombe. Ni stori ya binti mmoja ambaye alizaliwa katika familia ya watu watatu. Wa kwanza kabisa, dada yake ambaye hana kazi, hasomi wala hajishughulishi na shughuli yoyote ile ya kiuchumi. Sababu ambazo zilipelekea dada yake kutokufanya shughuli yoyote na kutokuendelea na masomo na kuwa mtu wa nyumbani ni kwamba alipatwa na maradhi ya ugonjwa wa ukoma ambao ulipelekea kumharibu katika sehemu zake za mikono na miguu pia. Kwa hivyo yuko nyumbani tu. Na wa pili ni yeye mwenyewe ambaye ndo main character, mhusika mkuu katika historia yetu. Watatu ni mtoto mdogo ambao ni mdogo wao kabisa wa mwisho, hawezi kwa maana bado ni tegemezi. Binti anaishi pamoja na bibi yake na wazazi wake wote wawili. Maisha yaliendelea pale nyumbani mpaka siku moja binti alipokuwa akitoka shule. Alipofika nyumbani alikuta wazazi wakipigana sana na watu wengi walikuwa wamezunguka ile nyumba, wengine wakisikitika, wengine wakisherekea nyumba inavyoharibika. Hajakaa sawa, baba yake akamwona amechukua begi na kuondoka, na muda si muda mama yake naye alifungasha mizigo na kuondoka. Pamoja wazazi wawili walitelekeza ile familia ikiwa na watoto watatu na bibi yao mmoja. Mtoto alimuuliza bibi, shida ni nini mpaka baba amempiga mama na kuondoka na mama kuondoka na kutuacha tukiwa peke yetu? Bibi alimwambia, baba yako amegundua ya kwamba wewe sio mtoto wake wa kumzaa. Sababu kubwa ni mama yako ambaye alimchiti na ujauzito akamsingizia baba yako. Imepita muda, baba yako alikuwa akifuatilia kwa undani na kwa ukaribu, amekuja kugundua ya kwamba wewe sio mtoto wake wa kumzaa, na ndio sababu ya ugomvi mkubwa na watu kujaa. Mama yako kwa kuogopa fedhea na aibu katika kijiji, naye pia ameamua kuondoka, na amesema anaondoka anakwenda kusikojulikana na kurudi haifahamiki atarudi lini. Basi maisha lazima yaendelee. Wazungu wanakuambia life must go on. Binti aliendelea kwenda shule na kurudi kwa sababu bibi alikuwa bado na nguvu, aliendelea kupambana na kuendelea kulisha ile familia. Kumbuka, dada mkubwa hawezi, ana maradhi ya ukoma na umeshambulia mikono na miguu, kwa hivyo yuko nyumbani anahitaji msaada. Hawa wengine hawawezi, bado ni wadogo. Mmoja ndo huyu ambaye yuko shule ya msingi. Maisha yaliendelea mpaka binti alipomaliza shule ya msingi darasa la 7. Alishindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya hali ya maisha ya nyumbani. Binti aliamua kujichanganya kwenda kuanza kufanya vibarua vidogo vidogo. Aliingia katika kila sehemu, katika kila nyumba kwa ajili ya kutafuta pesa na chakula cha kuja kulisha nyumbani, maana tayari bibi hawezi tena kuwalisha. Binti alifanya kazi kwa mama ntilie, alisaidia, aliuza vyakula, mpaka siku moja alipokutana na kundi la wasichana wenzake. Walimwambia, binti mzuri, mrembo, uliyepevuka, umeumbwa vizuri, una shepu nzuri, kwa nini unateseka wakati mwili unao? Jiongeze uweze kulisha familia yako. Binti yale maneno yalimuingia sana, akajaribu kujiuza. Siku ya kwanza alipata pesa nyingi sana, kiasi ambapo paka bibi yake alishangaa. Binti alianza kufurahi kwamba kumbe kazi ambayo hii nimeshauriwa na rafiki zangu ni nzuri na inalipa hivi, ni kwa sijui. Binti alinunua simu nzuri, simu kali kabisa. Binti akaanza kupendeza, akawa ni mtu wa mitandaoni sana. Ilifikia hatua mpaka najiuza kwenye makundi ya social media tofauti tofauti
mara Telegram, mara wapi. Alifanya kazi hiyo mara kwa mara. Alijiuza kwa wakubwa, kwa wadogo, na kama unavyojua Njombe imejawa na wageni tofauti tofauti. Imejawa na watu wageni wazawa tofauti tofauti. Aliendelea kufanya kazi ile ya kujiuza mpaka siku moja alipoanza kukohoa kikohozi kikavu sana. Alikuwa akikohoa na kutoka jasho nyakati za usiku. Binti akasema hii sio kawaida, ngoja niende hospitali nikapambania afya yangu. Binti alikwenda hospitali ya Njombe. Binti alikwenda pale akaonwa vizuri na madaktari na wauguzi. Walimpima kulingana na dalili alizozitaja, wakacheki makohozi, kuja kukuta ana TB. Binti wa watu alikuwa ameshapata maambukizi ya kifua kikuu. Daktari alimuuliza una umri gani? Binti akasema na umri wa miaka 19. Akamwambia kwa umri wako kupata kifua kikuu ni nadra sana, labda uwe unauguza mtu mwenye maradhi haya ya kifua kikuu kwa muda mrefu sana, ambapo huna protective gears, hujikingi, huvai maski wala ukainae mbali, ila na hatumii dawa. Hapo unaweza ukapata maambukizi ya HIV. Akamwambia pengine unaweza kupata maambukizi ya HIV kinga yako ya mwili inapokuwa iko chini. Kwa hiyo basi mimi ningependa nikupime na HIV. Binti akasema it's okay, mimi ninachokihitaji ni kupona tu. Basi wakamtoa kipimo kikubwa, wakachukua damu, wakaenda wakapeleka maabara. Majibu yalikuja ana HIV positive. Daktari akamwambia sababu kubwa ambazo zimepelekea kupata HIV, yawezekana una wanaume wengi, au hata kama ni mwenza wako mmoja amekupa haya maradhi, maana yanaambukizwa kwa njia ya zinaa. Pia kugusana kwa vimiminika na majimaji yenye virusi vya HIV kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kama kutumia kondom, unaweza ukapata maambukizi ya HIV. Na njia zingine ni za kuchangia vitu vyenye ncha kali. Kwa mfano kama hapa sisi hospitali, daktari anamwambia tunaweza tukapata maambukizi kutoka kwako kuja kwetu tunapochoma sindano na sisi tukajichoma. Lakini njia kubwa zaidi inayotokea kwa watu wengi na kupata maambukizi ni njia ya kufanya seksi isiyo salama, ngono zembe, yani bila kutumia kondom. Binti alikaa chini akatafakari, akawaza, akajua kabisa sababu ambayo imempelekea kupata maambukizi ya UKIMWI. Basi daktari akamwambia tutakuandikia dawa, tutakuanzishia. Alitibiwa kifua kikuu kikapona na aliendelea na matibabu ya HIV. Alikuwa akitumia dawa, lakini aliporudi nyumbani hakuacha kufanya kazi yake ya kujiuza, maana ndio kazi pekee iliyokuwa kimuingizia kipato mpaka alipopata maambukizi mapya. Lakini pia baadaye binti alianza kuona hali ya ngozi katika mwili wake sio sahihi. Alianza kuona ngozi ikibadilika, ikitoka vinundo vyeusi, vingine alikuwa akivibonyeza vinakuwa vinaanzia kwa ndani kabisa ya ngozi. Hakutaka kusita, aliondoka, alirudi kwenda kwa daktari wake tena. Alipofika kwa daktari wake akamuonesha na akamweleza. Daktari akamwambia usiogope, hizi ni complications ndogo ndogo, sometimes zinaweza zikatokea kwa watu wenye maambukizi ya HIV, na hii ni dalili ya saratani ya ngozi ambayo kitaalamu wanaita Kaposi sarcoma. Kifupi chake ni KS. Kwa hiyo basi kwa hapa hospitalini kwetu hatutibii saratani, lakini tutakuandikia barua ya rufaa, utakwenda jijini Dar es Salaam katika hospitali ya saratani Ocean Road, na huko utatibiwa maradhi haya ya saratani. Binti akasema sawa, niandikie hiyo barua ya rufaa. Binti aliondoka akaelekea Dar es Salaam. Alifika katika hospitali ambayo ameelekezwa ya Ocean Road. Alipokelewa vizuri sana.
Anasema madaktari wa pale walimpokea vizuri, manesi walimpokea vizuri. Binti akalazwa, matibabu yakaanza. Daktari wake alimwambia kwamba umefanya vyema, umewahi, maana ukiwahi mapema saratani inatibika kabisa. Basi binti alifurahi kupata zile lugha za kumfariji na kumtia moyo. Walimwanzishia njia ya matibabu ya saratani kwa njia ya drip ambayo kitaalamu wanaita chemotherapy. Binti alipewa mizunguko kadhaa kwa jinsi alivyokuwa anatuambia, na ile saratani iliisha yote, ikapona na akadischargiwa, akarudi kwa Njombe. Guess what? Binti alikuwa hana namna na hana option, ameshapendeza, akarudi tena katika kazi ile ile ya kujiuza. Binti aliendelea kujiuza mpaka siku moja kifua kilivyoanza kumbana kwa nguvu sana. Alikuja kurudishwa hospitali, kifua chote kimeharibika. Baada ya kumpima x-ray ilikuwa ni pneumonia kali. Daktari akasema pneumonia hii huwa inawapata tena watu wenye maambukizi ya HIV anapokuwa labda amepuuza kutumia dawa hizi, tunaziita opportunistic infection, yani magonjwa nyemelezi. Kwa bahati mbaya au nzuri, binti aliugua, alikosa oksijeni, walimuongezea oksijeni na umauti wake ulimkuta katika hospitali ya Njombe. Sometimes mazingira ambayo tunakuwa yanaweza yakadetermine, yakapredict future ya maisha yetu ya baadaye. The destiny is in our history.